kwa mazingira yalivyo sasa hivi, hasa ukimwangalia mfano kama mchezaji Yakubu Suleiman ambaye ni golikipa wa Simba ambaye alikuwa amepona, alikuwa amepata majeraha, watu walitarajia kwamba huenda angepona ndani ya miezi minne, lakini inakuja taarifa nyingine kwamba huenda kuna miezi zaidi ya 6 mbele, itabidi akae chini ya uangalizi wa madaktari, hawezi kurudi tena uwanjani wakati huo. Kwa ushauri wako, unafikiri nini ambacho kwa upande wa Simba na mchezaji mwenyewe akifanye sasa ili aweze kurudi kwa haraka, kutokana mara kwanza amekosea na mara pili pia inatakiwa ongeze muda mwingi ambao atakosekana uwanjani? Nikushukuru sana Israel Mwana Lugano, na niseme tu kwamba hili ni swali moja zuri sana, sio tu kwa Simba ila kwa vilabu vyote. Vipi Dokta, kuhusiana na mwanamchezo hasa kwenye swala la akiwa mtu ambaye anaendekeza ngono kwa namna moja ama nyingine, inaweza ikazuia kupona kwake kwa haraka endapo kama ngono ikawa inatumika wakati mchezaji yuko kwenye majeraha? Unajua inasadikiwa na inasemekana kwamba mtu ambaye anafanya tendo la ndoa kwa mara moja ni sawasawa na mtu aliyekimbia kilomita 7. Naam, habari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Like Media uweze kufahamu mambo mengi ya kimichezo ambayo pengine ulikuwa uyafahamu. Kikubwa zaidi bila shaka utakuwa umesikia taarifa ya mlinda mlango wa Simba Sports Club Yakubu Suleiman ambaye anachezea Simba Sports Club, ambaye alipata majeraha kwenye timu ya Taifa Stars, lakini mwisho siku ameenda muda mrefu mpaka sasa bado hajarudi kwenye milingoti mitatu. Taarifa ambayo imetoka ndani ya klabu ya Simba ni kwamba mchezaji huyo ataendelea kukosa michezo hii mpaka mwisho wa msimu, lakini bado na nusu ya msimu mwingine ataendelea kuwepo kwenye matibabu mara baada ya kugundulika kwamba goti lake lilikuwa na changamoto, manake afya yake bado haijamarika, na mara baada ya matibabu bado kumekuwa na tatizo lingine ambalo linaendelea. Sasa nikasema nimtafute Nasoro Matuzia ambaye ni dokta wa michezo, kwa maana ni mtaalamu wa masuala ya tiba ya michezo ya wanamichezo mbalimbali. Ashakuhudumu kwenye timu ya taifa, ashakuhudumu kwenye klabu ya Yanga, lakini kikubwa sana kwa sasa nimemtafuta ili niweze kupata mwelekeo wa masuala ya kitabibu hasa kwa wachezaji ambao wanakuwa wamepata majeraha, na namtafuta kwa sasa hivi yuko hewani. Nasoro Matuzi, habari ya muda huu? Salama kila mtangazaji, habari ya kwako kaka Israel? Safi, namshukuru Mungu niko vizuri kabisa, sijui kwa upande wako. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwasiliana kama namna hii. Ndio kuonesha tupo hai na wenye nguvu na fikra sahihi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia Watanzania wenzetu kupitia elimu aliyotujalia Mwenyezi Mungu. Ndio. Sasa swala la msingi ambalo nataka kukuuliza ni kuhusiana na ni nini ambacho kinasababisha hasa kwa wachezaji wanapopata majeraha, namna ya kurecover inachukua muda, wakati mwingine muda mrefu, na wakati mwingine utakuta ni tukio ambalo sio kubwa sana, lakini mchezaji akakaa muda mrefu akashindwa kurejea viwanjani, na mwingine anaweza kama amepata tukio kubwa lakini akarejea kwa muda mchache kunako shughuli zake za uwanjani. Pengine tukianzia hapo, Dr. Nasoro Matuzia, nini ambacho huwa kinasababisha mchezaji kukava mapema, kurikava mapema au kuto kurikava mapema? Kwanza nianze kwa kushukuru sana ndugu mtangazaji, kaka yangu kipenzi Israeli Mwana Lugano. Ndio. Kwa jambo hili zuri sana ambalo linaweza likawa lina manufaa makubwa kwa Watanzania wenzetu wanaochipukia, lakini wana michezo kwa ujumla na washabiki na wapenda michezo Tanzania kote, lakini na duniani kwa ujumla. Miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa ni kikwazo cha kukuza taswira yetu ya tasnia ya michezo ndani na nje ya nchi ni pamoja na majeraha kama ulivyosema. Kiachia mbali Yakubu Suleiman, tunao wachezaji wengi ambao wengine wamemaliza career yao, kwa maana ya kwamba
vipaji vyao walivyotunukiwa na Mwenyezi Mungu vimekwisha kwa sababu ya majeraha. Lakini wengine ndio kama hivyo, wanaendelea kuugulia kwa muda mrefu, lakini kwa changamoto ambazo ni kidogo sana. Lakini wengine pia wanakuwa wamepata majeraha ambayo kwa kweli wanakuwa hawawezi kabisa tena kurudi viwanjani. Lakini yote hayo ni majaliwa ya Mungu. Lakini ni kama nimekupata vizuri kaka yangu Israeli Mwana Lugano, ndio umezungumzia kuhusiana na ni sababu zipi zinazopelekea watu wengine kuwa wamepata majeraha madogo, lakini wameendelea kukaa kwa muda mrefu na kuzigharimu timu zao kwa yale malengo walio ya kusudia ya kuwasajili katika timu zao. Zipo sababu nyingi, lakini nichukue chache ambazo nitaweza kuzizungumzia kwa siku hii ya leo. Ndio. Ya kwanza, uchumi. Ya kwanza ni uchumi. Ndio. Wa klabu husika. Uwezo wa klabu husika kumgharamia mchezaji katika matibabu, yani kuwekeza katika matibabu ya wachezaji wao. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili au katika la pili hiyo ni utashi sahihi. Ni utashi sahihi wa viongozi pamoja na wataalamu wa tiba michezoni kuwekeza katika eneo hili, kwa kuwa na wataalamu waliobobea wenye ujuzi sahihi unaohusisha na tiba na kinga, tiba au afya na kinga michezoni. Kuwa na wataalamu waliobobea katika afya na kinga ya afya na kinga michezoni. Watu wengi sana wamekuwa wakitumia wataalamu kutoka hospitali badala ya kuwa na wataalamu waliosomea afya na kinga michezoni. Hii ni jambo kubwa sana. Lakini sambamba na hilo, wakati unaelekea kwenye sambamba, kuna utofauti gani kati ya hao watu, ili watu waweze kuelewa utofauti wa daktari wa hospitalini na daktari wa michezo? Kuna utofauti gani hapo, Dr. Nasoro Matuzia? Asante sana na kushukuru kwa swali zuri sana. Hapa ndipo panapokuja utofauti kati ya mtaalamu wa tiba au afya na kinga michezoni, lakini na daktari au mtaalamu ambaye yupo hospitalini. Nikichambua hili, naweza nikakwambia kwamba cha kwanza, utofauti unaingia kwamba mtaalamu aliyepo hospitali amesomea kutibu, amesomea kutibu ugonjwa, amesomea kutibu magonjwa. Lakini mtaalamu wa afya na kinga yeye amesomea, pamoja na kusomea kutibu, lakini amesomea kutibu majeraha, kwa kuwa huyu anayetibu ugonjwa ni utaratibu unaochukua muda mrefu, lakini jeraha la mwanamichezo linatokea mara moja, na hivyo ukiweza kulitibu kwa haraka, yule mtu anaweza akarudi mchezoni. Wakati mgonjwa ambaye amechukua kile kinachoitwa window period, kwa maana ya kwamba siku kadhaa kufikia kujitokeza kwa dalili kwa dalili za ugonjwa, huyu anachukua muda mrefu, lakini jeraha linatokea mara moja, na namna ya kulidhibiti kwake inakuwa ni rahisi.
Lakini kwa mgonjwa manake tayari mwili unakuwa umedhoofu. Lakini kwa jeraha la mwanamichezo, jeraha linatokea katika mwili ambao hauna udhoofu, isipokuwa imetokea dhoruba au dharura wakati wa mchezo. Ndio. Hapo umenielewa? Nimekuelewa. Sasa tukirudi kwenye sambamba niliyoiacha, ndio hapo naposema kwamba sambamba na hilo nililolisema kuhusiana na utashi na uwezo wa utashi wa viongozi kiuchumi na kutegemea madaktari waliobobea au wataalamu waliobobea katika tiba ya afya na kinga michezoni, kumpa uwezo. Lakini pamoja na unapomwamini mtu ambaye tayari ana uwezo kulingana na yeye kuwa na utashi sahihi wa kubaini changamoto na ukubwa wa changamoto iliyompata mwanamichezo. Ndio. Sasa hapo ndipo ambapo tunakuja kuona daktari atalazimika kuona kwa dhamana aliyopewa, aliyoaminiwa na timu au na klabu au na uongozi, anapaswa kujua kujiridhisha ukubwa wa jeraha, ambayo kama ukubwa huo unaweza kumsaidia yeye kuamua kama amepasuka mchezaji au amevunjika au amepata jeraha la namna gani, linahitaji muda gani kupona. Lakini kama upo upasuaji, yani kama yapo matibabu yanahitajika, je, yeye anayaweza au hayawezi? Uamuzi wake na utashi wake wa haraka wa kuamua kuipeleka katika sehemu ambayo atapata matibabu sahihi. Mchakato wa ukarabati, kwa maana rehabilitation, tunasema rehabilitation, anawezaje huyu mtu kufanyiwa mchakato wa kupitia mazoezi maalum ili aweze kurudi? Kwa sababu tunasema mchezaji anapokuwa amekosa kufanya mazoezi yake mwenye kiwango cha asilimia zake alizonazo, akakosa mazoezi siku 3, huyo anakuwa amepunguza 1% ya uwezo wake wa kucheza. Ndio. Kwa hiyo huyu huwezi kumrudisha uwanjani ukamfanyisha mazoezi, ukategemea atakachokupa kikawa sawa na kile alichokuwa nacho kabla hajaumia. Ndio. Maana yake ili uweze kufanya hivyo unatakiwa kumfanyia ukarabati mdogo mdogo, unaita rehabilitation, kwa kumfanyishia mazoezi maalum kabla ya kumruhusu kuungana na wenzie. Na hata kama atakapokuwa ameungana na wenzie, mwalimu pamoja na daktari wake wanapaswa kuona kwamba kile atakachokitoa sio sawa na kile ambacho alikuwa nacho awali kabla hajaumia. Okay. Lakini jambo lingine ni matatizo wakati wa kupona. Kumkinga huyu mtu, kama tulivyosema kwamba huyu mtu anapaswa kukingwa au huyu mchezaji anapaswa kukingwa ili asipate maambukizi juu ya madhara ya yale aliyoyapata katika lile tatizo alilolipata, au maumivu ya kudumu katika lile tatizo alilolipata, au jeraha kuto kupona kwa haraka na vizuri kwa muda uliopangwa, kwa muda unaotambulika kitaalamu. Mfano umezungumzia solo hapa, umezungumzia maambukizi. Umepata jeraha, ni maambukizi gani ambayo zakatokea, au ni vitu gani vya kimaambukizi? Maambukizi yanaweza kupatikana kutegemea, inategemeana na aina ya jeraha. Kwa mfano, umepata jeraha la shilingi. Ndio. Umechukulia mfano mdogo. Umepata mfano na jeraha la shilingi kwa maana umechubuka pembeni ya paja, katika ile inaitwa slide tackling. Ndio. Umepata jeraha kama hilo, maana yake asipotunzwa vizuri, huyu mchezaji anaweza akapata tetanus. Okay. Ugonjwa wa pepo punda,
ambao unaweza ukahatarisha afya yake na hata kupoteza uhai wake kama hata tunzwa vizuri. Hayo ndio maambukizi ambayo tunasema, lakini anaweza kusababisha ile eneo la nani likawa ni kidonda kikubwa, kwa sababu wadudu wengine kama vile Staphylococcus au Streptococcus wanaweza wakaenda pale na kusababisha usaa ambao unaweza ukaendelea kuchimba zaidi kidonda. Okay. Umeelewa? Ndio. Lakini jambo jingine ni uamuzi, ni hali ya mwili na umri wa mchezaji. Inawezekana pia mchezaji huyu amechukuliwa wala afya yake hakupimwa, changamoto zake hazijulikani, na juu ya hizo changamoto ambazo hazijulikani na hali yake ya afya haijulikani, basi mchezaji huyu pia anaweza akawa na umri mkubwa ambao kutibika kwake kunachukua, au majeraha yake yanachukua muda mrefu kupona, na hivyo tofauti na mchezaji mwenye umri mdogo ambaye majeraha yanaweza yakawa yanapona kwa haraka, kwa sababu mchezaji huyu mwili wake bado unakuwa, na kila siku seli za mwili wake zinaendelea kuzalishwa na kupona kwa haraka. Lakini sababu nyingine ni sababu ya kisaikolojia. Ndio. Yeye mwenyewe anaweza akawa na hofu ya kuumia tena, lakini akapoteza tena kujiamini, au changamoto za afya ya akili zinaweza kuchelewesha burudi kwa mchezaji hata kama mwili umeanza kupona. Na sababu nyingine ya mwisho naweza nikaisema, ndio, ni baadhi ya viongozi au washabiki, wanachama kushinikiza kumuona mchezaji uwanjani hata pale ambapo bado hajawa na uwezo wa kuweza kuleta kile kitu kinachohitajika au alichonacho. Dokta, umenikumbusha hapo unachokizungumza. Kuna mchezo ambao Yanga walimtumia Clement Mzize, na ni mchezo ambao ulikuwa na intensity kubwa sana dhidi ya Atletico di Luanda. Yanga walilazimika kumtumia Mzize kipindi cha pili, wakati Yanga akiwa na mahitaji makubwa kwenye ule mchezo. Wakati huo ametoka kwenye majeraha ya muda mrefu, na huo mchezo ulikuwa na intensity kubwa, kaingia na hakurudi tena mpaka leo kutokana na majeraha yale. Inawezekana pia ndo hicho ambacho ninachokizungumza kwa sasa. Naomba nisijikite sana kwenye kumtaja mchezaji yeyote, kwa sababu unazungumzia majeraha ya jumla. Ndio. Au changamoto za afya kwa wanamichezo, na yeyote inaweza ikamtokea. Lakini kama nilivyosema, matukio kama hayo yanaweza yakawepo kwa mashinikizo ya viongozi au mwalimu anapokuwa na shinikizo kubwa la matokeo ya haraka na mazuri, bila mipango madhubuti ya kinga na ushauri wa kitaalamu, lakini bila kumtengenezea ubora wa mazingira mchezaji ili aweze kukupa matokeo chanya. Sasa haya pamoja na mengine unamfanya umharibie mtu mwingine matarajio yake makubwa katika maisha yake, ambayo yalikuwa yanataka kubadili maisha yake kupitia uwezo aliokuwa amepewa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya matokeo ya haraka. Na hivyo lakini pamoja na hayo, hata huduma zile za matibabu alizozipata kwa kuzingatia pia lishe au vifaa vilivyotumika katika kumtibia au kuangalia kutunza maendeleo ya afya yake tangu alivyoumwa na wakati anapohudumiwa, na maisha yake mengine ndani na nje ya kambi ya michezo. Hayo ndiyo ambayo naweza nikazungumza kuwa ni chanzo, kama hayatapewa kipaumbele, si tu kwa klabu,
si tu kwa mwanamichezo, lakini hata kwa nchi kwa ujumla, kwa sababu tunaweza tukawa tunaangalia matokeo ya sasa katika vilabu vyetu, tunaweza tukaangalia matokeo ya sasa katika nchi zetu, na wengine wakawa ni bado ni wadogo kabisa, wanapata mafanikio makubwa, lakini tukaangalia zaidi mafanikio yao bila kuandaa kesho yao na namna ya kuyapata hayo matokeo bora, kwa kuwa na huduma za kisasa na za kitaalamu katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwapa ushauri unaoweza kutusaidia katika kupata matokeo chanya tunayoyatarajia, ikiwa ni pamoja na kuangalia mapumziko yao, lakini na lishe zao katika kutengeneza mwili ambao ndio mashine ya kupata kile tunachotarajia. Wengine ikiwa ni furaha tu, wamekaa pembeni, lakini wanatumia nguvu za watu. Vipi Dokta, kuhusiana na mwanamchezo hasa kwenye suala la akiwa mtu ambaye anaendekeza ngono kwa namna moja ama nyingine, inaweza ikazuia kupona kwake kwa haraka endapo kama ngono ikawa inatumika wakati mchezaji yuko kwenye majeraha? Unajua, inasadikiwa na inasemekana kwamba mtu ambaye anafanya tendo la ndoa kwa mara moja ni sawasawa na mtu aliyekimbia kilomita 7. Maanake kazi za mwili unakuwa umeziongeza. Sasa inategemeana umekwenda mara ngapi, ndio na hiyo mara ngapi kwa mwili ulioandaliwa vipi, na ukitoka hapo unakwendaje. Ndio maana kuna kitu kinaitwa program, na klabu zilizoendelea program ni ya mwalimu na daktari. Program ni ya mwalimu na daktari ili kujua, na mchezaji mwenyewe, mwalimu, daktari na mchezaji mwenyewe, ili kujua ni wakati gani anapumzika, wakati gani ana mechi, wakati gani anakula, wakati gani analala. Yes, anapumzika. Sasa kama hayo hayajulikani, na ndio maana tunasema hata michezo hii, hata haya mazoezi mengine au kazi zingine zinakuwa sio kazi, bali zinakuwa ni kuchosha mwili, au michezo mingine inakuwa sio michezo, au mazoezi mengine yanakuwa sio mazoezi, ila ni kuchosha mwili na kuharibu mwili. Na wapo watu ambao wamekuwa wakifanya mazoezi alafu wakaendelea kulalamika kwamba badala ya kunisaidia ndio yameniharibu zaidi. Kwa sababu gani? Hakuna kitu kinachoitwa program. Kwa hiyo kufanya tendo la ndoa halafu ukaenda kwenye mchezo tena mwingine pasina kuwa na program inayoeleweka, inaweza ikachangia, kwa sababu vyote vinauchosha mwili. Kwa hiyo majeraha yanaweza yakaharibu. Ni sawa na mtu ambaye anakunywa pombe au anatumia dawa za kuongeza nguvu, ambazo kwa namna moja au nyingine zinauchosha mwili na kufanya mwili usiweze kutekeleza majukumu mengine pale ambapo pale ambapo yalikuwa yanahitajika, na hivyo kumfanya mtu huyu ambaye alikuwa aweze kuweka kutoa kiwango fulani alichonacho, lakini kwa sababu tayari ameshauchosha mwili kwa kazi nyingine, anakosa kuweza kuleta kile ambacho huwa ana uwezo nacho katika jambo fulani ambalo ni la muhimu katika maisha yake, na hivyo watu kumuita au kumuona kama kiwango chake kimeshuka, kwa sababu hana mpangilio wa mambo anayoyafanya. Kwa hiyo Dr. Nasoro Matuza, unaweza kusema kuna makosa mengi sana ambayo wachezaji wengi huenda wao wenyewe kwa kutokuelewa nini wakifanye
wanaweza kana jisababishia matatizo makubwa na kuua karia zao kwa sababu hakutokuwa na uelewa wa masuala mazima ya tiba za michezoni. Ni sahihi, na hilo sio kosa la nani, sio kosa la kwao tu, inawezekana ikawa kosa la nchi. Hatuna academy, hatuna madarasa ya michezo ambayo yanazungumzia michezo, lakini kukawa na wataalamu wanayezungumzia afya na kinga michezoni, kwa sababu huwezi kuyapata haya kwa kina na kwa undani inayoweza kumfanya mchezaji akawa na tahadhari, akawa na kinga bora kwa kuwa na elimu sahihi, kama tunayo madarasa ya michezo ambayo hayazingatii uwekezaji wa afya ya mwanamichezo, kwa sababu cha kwanza ni uhai, cha pili ni afya. Na afya hii sasa, kuna afya na afya bora, kwa sababu hata yule ambaye yupo hospitalini sasa hivi amelazwa, anayo afya, lakini afya dhaifu ambayo haiwezi kumwezesha kufanya jambo lolote. Ndio tunahitaji afya bora ambayo inaweza kumfanya huyu mtu akaleta tija katika lile ambalo atakuwa ameliamua yeye kulifanya, na wengine wakanufaika kupitia yeye. Kwa mazingira yalivyo sasa hivi, hasa ukimwangalia mfano kama mchezaji Yakubu Suleiman ambaye ni golikipa wa Simba, ambaye alikuwa amepona, alikuwa amepata majeraha, watu walitarajia kwamba huenda angepona ndani ya miezi 4, lakini inakuja taarifa nyingine kwamba huenda kuna miezi zaidi ya 6 mbele, itabidi akae chini ya uangalizi wa madaktari, hawezi kurudi tena uwanjani wakati huo. Kwa ushauri wako, unafikiri nini ambacho kwa upande wa Simba na mchezaji mwenyewe akifanye sasa ili aweze kurudi kwa haraka, kutokana na mara kwanza amekosea na mara pili pia inatakiwa ongeze muda mwingi ambao atakosekana uwanjani? Nikushukuru sana Israel Mwana Lugano, na niseme tu kwamba hili ni swali moja zuri sana, sio tu kwa Simba ila kwa vilabu vyote, kwamba utakapokuwa umemsajili mchezaji, onesha kumjali, na namna pekee ya kuonesha kumjali ni kwa kuangalia afya yake, na hili lifanyike kabla hujamchukua mchezaji na kumweka na kumsajili, kumworodhesha katika timu ambayo utakuwa unaitegemea. Lakini pia kutoa kipaumbele kwa kila uliyemworodhesha kama ni mmoja ya wanaotengeneza timu yako ya kukuletea tija uliyoikusudia. Na telea kusema kwamba vilabu vingi sana kutokana na makosa wanayofanya wao wenyewe, kuchukua wachezaji bila kujua hali zao halisi za afya zao na kujua namna ya kuweza kuishi nao katika hali walizonazo, baadaye wanapokuja kugundua kuwa walikosea, wanaanza kumwadhibu mchezaji badala ya kumsaidia, badala ya kurekebisha, au wanataka kurekebisha makosa yao kwa kumtupia lawama mchezaji, huku wakiwa hawajatoa kipaumbele cha kumhudumia tena, kwa sababu wanaona wanaweza wakapata mtu mwingine kama msimu ukiisha, kwa sababu zile ambazo wao walikosea awali. Nini wito wangu? Ni kwa vilabu na nchi kwa ujumla kuhakikisha kwamba sasa tunaangalia na kutoa kipaumbele kikubwa kwenye uwekezaji ambao tunaufanya kwa kuzingatia kwanza wataalamu wa afya na kinga michezoni ambao watakuwa wanatokana na mabaraza yao ya ithibati yanayowathibitisha kuwa wanayo taaluma hiyo ya kuweza kubaini changamoto na kushauri namna ya kuendelea ya kutanzua hizo changamoto. Na kwa maana hiyo bado naona kabisa kwamba leo hii vilabu vyote vyenye wachezaji wenye changamoto
vinao uwezo wa kutafuta, kama sio wataalamu makini wa tiba wa afya na kinga michezoni, basi hata kwa kupitia nchi ambazo zina watu ambao wanawathibitisha